Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi kwenye ukumbi. Leo tuko katika sehemu hii inayofahamika kama bustani ya Jivanjii, sehemu maarufu. Mikutano mingi hufanyika hapa, wananchi wakitaka kung'amua serikali inatekeleza masuala gani, ndiposa tumeona vyema kufanya kikao hapa na kuzungumza na wananchi. Pembezoni mwangu ni mwenyekiti wa bunge la wazalendo, anafahamika kama Charles Okumu. Pembeni mwangu nina wageni na moja kwa moja wataalam niwaulize maswali yangu. David Stayo, kwa kawaida serikali huwa na malengo fulani ambayo inataka kukusanya mapato fulani kutoka kwa sekta fulani. Nitumie waraka ama baadhi ya maandishi ambayo yamewahi kuchapishwa kutoka kwa majarida ya serikali. Ni kwamba serikali lengo lake kuu haswa ni kuingiza fedha zaidi katika GDP. Pengine utawafahamisha wananchi zaidi. Na arifiwa kwamba katika makadirio ya sasa hivi inapangia kuongeza asilimia 15 ya mapato yanayotokana kutoka sekta mbalimbali katika GDP kufikia mwaka 2027 na asilimia 20 kufikia mwaka 2030. Ni rahisi sasa hivi kuweka hesabu, kwa mfano kusema kwamba tutataka kukusanya trilioni 4.2, lakini kuna tatizo ya jinsi ya kuzikusanya hizi fedha. Matatizo gani ambayo moja kwa moja serikali hukumbana nayo wakati wa kukusanya hizi fedha kabla ya kuanza hata matumizi yake? Tatizo kubwa si teknolojia. Tatizo kubwa si wafanyikazi wa KRA kwa huko nje. Tatizo kubwa sio Wakenya kwamba wataki kulipa ushuru. No. Tatizo kubwa ni kwamba Wakenya hawaamini ya kwamba hizi pesa zikikusanywa zikienda pale katika kile kitita hazifanyi kazi ambayo ni hazina ya serikali. No. Kwa hivyo ukiangalia hata kwa miaka 2-3 iliyopita tangu Mheshimiwa Rais aingie kwa uongozi, kile kitita cha KRA kimekuwa kikiongezeka. Kwa hivyo hiyo ni ushahidi kwamba Wakenya hawana shida na kulipa. Shida ni hizi pesa zikiingia pale zatumika vipi. Na ningependa kuelimisha Wakenya ya kwamba tuko na level mbili za serikali. Sasa hizi tumelenga sana budget ya national government. Je, twajua katika county ambazo tunaishi kuna budget pia pale inapangwa, na hii ndio budget ambayo inatuaffect kila siku, kwa sababu magavana ndio wanaangalia hospitali. Pesa zikitoka treasury zikifika kwa county, ni gavana anafaa kuangalia kwamba zile hospitali ziko na madawa. Sasa mimi nimechoka sababu niko na wapendwa wengi. Mtu anakuwa na shida kidogo, tunatengeneza WhatsApp group. Sasa kama ile SHA itafanya kazi, pesa zifike pale hospitali, utaona wananchi watatulia. Hata mimi mwenyewe ni mwananchi nitatulia. Nataka nijue ya kwamba mtoto wangu akienda shule, sitaki kushtuka ya kwamba zile pesa za kulipia exam hazikuwa kwa budget. Sasa hilo ni kitu gani? Kwa hivyo education pia iangaliwe. Kama ni free, iwe free. Kama si free, tuambiwe tuanze kufanya harambee. Sisi Wakenya watuchoki, si ndio? Haya, jambo lingine ambalo lafaa liangaliwe ni usalama. Lakini maswali mengi ambao wananchi wanajiuliza, ikiwa unaondoa kutoka sekta moja, unazipeleka wapi na zikafanya nini? Kwa mfano, unaposema kwamba hatutalipia tena mitihani katika bajeti, hatutafidia tena bajeti kwa kuwa tutataka kulipia wanafunzi mitihani. Zile pesa ambazo zilikuwa zinatumika kwa kulipia mitihani zinakwenda kufanya shughuli gani? Kweli mimi sina jibu. Kwa sababu hilo ndio swali Wakenya walikuwa wanauliza. Hata tulishangaa sana kuangalia kwamba kwa budget hakuna pesa ya kulipia watoto mitihani. Sasa hakuna mitihani ama ni nini tunafanya? Na wakakimbia hapo wakasema watairudisha. Kwa hivyo lile ambalo tunasema ni kwamba wananchi hawataki mambo makubwa makubwa. Ikiwa mtoto wangu ataenda shuleni, kama ni hapa Nairobi akule chapati, na mitihani ilipiwe, shule ziwe sawa. Number 2, nikiwa mgonjwa, nikienda hospitali, nipate madawa pale. Nikiwa nyumbani, kama najenga nyumba yangu, si lazima niwe na fence ya ukuta, niweke stima, niweke maumbwa, usalama uko pale. Au ukiwa na mazao shambani, kuwe na barabara ya kupeleka sokoni. Na kuwe na soko. Very basic things ambazo tunataka. Zuia hapo kidogo bwana Tayo. Neli, nije kwako. Serikali ya Kenya Kwanza imeipa kipaumbele masuala ya ukuzaji na ukuaji, haswa katika sekta ambayo tunaita sekta ya viwanda, kwa kimombo tunasema manufacturing. Ndio kwa wao wanaeleza kwamba ni sekta ambayo itasaidia zaidi katika masuala ya uzalishaji na upatikanaji wa mapato. Ila ukiangalia katika mwaka 2024 uajiri mwingi
ama kazi nyingi zimepatikana katika sekta kwa mfano ya manufacturing, na vile vile sekta ya kilimo, sekta ya masuala ya misitu, na vile vile sekta ya kilimo ama tuseme ufugaji wa samaki, ambayo imeleta asilimia 15.9 ya mapato. Je, unahisi kwamba bado itawekeza katika sekta hizi, na hizi sekta ni muhimu hasa ikizingatia kwamba ndio inaweza kutoa nafasi hata kwa vijana kujiingiza katika masuala ya ajira? Nadhani tukiangalia kwanza kabisa ile ajenda ya serikali, Naam. ile Naam, naam. na ni vizuri pia kwa wananchi kwa saa zingine Naam. Neli, kidogo nafikiri microphone yako inatatizika kidogo tu. Pengine swali hilo hilo alafu nitakuja kwa kupata maoni. Swali hilo hilo Bwana Elijah, kwa sababu unazungumzia unajumuika na vijana wengi. Ni sekta ambazo hizi ni muhimu. Lakini utakuta kwamba kwa sababu ya utozaji ushuru na kadhalika, utakuta bado kuna kampuni ambazo zinalazimika kufunga, viwanda ambavyo vinafunga. Sasa sijui kama safari hii kwenye bajeti makadirio haya yatasaidia kuwekeza zaidi katika viwanda ama namna gani? Shukran sana Tabu kwa swali hilo. Jinsi nilivyosema hapo awali ni ya kwamba serikali ikiunda bajeti wana yale malengo yao. Pia wananchi ile bajeti ambapo itasomwa Alhamisi wana matumaini yao, na mara nyingi kulingana na historia yetu imekuwa mambo ambayo yanasomwa pale ya karatasi, it is on paper. Kwa ground utapata mambo yako tofauti. Serikali italenga hili, italenga lile, but utapata hii bajeti ambayo tunayo si bajeti ambayo tutaimplement kama nchi. Kutakuwa na ile nyingine inaitwa supplementary budget ambayo italetwa tena kwa kulingana na kiwango cha ushuru ambao tunalenga kutimiza trilioni 3.3. Ukiangalia hapo awali hata mwaka uliopita hatukuweza kutimiza malengo yetu ya bajeti kwa sababu tulikuwa tunalenga trilioni 2.3.4 lakini hatukuweza kutimiza. Hivi mwaka huu tuna garantii ipi ya kwamba tutaweza kutimiza malengo hayo? Hilo ni swala la kwanza. Nikirudi sasa kwa swali lako mambo ya manufacturing. Kwanza kabisa mimi naona vijana na kina mama tuko na uvumbuzi mwingi sana, haswa wakati huu wa teknolojia na AI. Hivyo mimi mapendeleo yangu ambayo hata nilikuwa tumependekeza pamoja na vijana kwa kamati lile ni kwamba tuweze kuwa na tax holiday ya miaka 5, miaka 7, kati ya miaka 5 na miaka 7 kwa viwanda ambavyo ndivyo vinakuja. Ili unajua miaka ya kwanza Tabu, kama umewahi fungua biashara huwa changamoto ni mingi sana, inakuwa ngumu mpaka kutengeneza faida katika miaka ya kwanza 3. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunapendekeza serikali kwanza iweze kutupatia ile afueni kidogo, tusiweze kulipa ushuru kwa miaka 3 ya kwanza. Lakini ukiangalia kwa sasa hivi si hivyo. Serikali sasa hii ukiangalia kwenye bajeti inapendekeza ya kwamba mtu kwanza akifikisha milioni 5 ya revenue aanze kutozwa ushuru. Milioni 5 kwangu naona kwa vijana ni kidogo. Yes, tulirevise mwaka wa 2007 kutoka milioni 3 tukairevise sasa hii ni milioni 5. I think tunafaa tupatiwe muda wa wakati, tupatiwe miaka 7, miaka 8. Nikimalizia kuna VAT. Unajua katika hii bajeti jinsi wenzangu wamesema ni kama wanajaribu kuonyesha hakuna ushuru mpya ambao unaletwa. Ningependa kukubaliana nalo shingo upande, kwa sababu kwa kweli serikali haina nia ya kuleta ushuru mpya directly, lakini indirectly serikali iko na nia ya kuongeza ushuru. Mbona nasema hivi? Kwa sababu kuna ile VAT. VAT ni aina 3. Kuna ile VAT ya 16%, ile ya kawaida tuko sawa nayo. Kuna zero rated na tax exempt. Sasa ukiangalia hapo kwa between zero rated na tax exempt, kuna mambo ya lishe ya mifugo na vijana wengi wako katika kilimo. Ukiangalia hapa nchini mwetu Kenya hatuna zile baadhi ama byproducts za kutengeneza ile lishe ya mifugo, akina dairy meal na kadhalika. Mara mingi
tunaziendea nje ya nchi, ambapo ushuru ushuru unaingia. Sasa hapo tumeondoa zile vifadhi katika zero rated, tumezipeleka wapi? Kwa tax exempt. Nikisema zero rated, ili nyanya yangu akiwa pale Mukurweini hawezi kuelewa yamaanisha nini. Zero rated ni ile pale ambapo hizi bidhaa kama nitaziendea nchi jirani ya Uganda, actually Tanzania ndiko wana hizi bidhaa kwa wingi. Nikiziingiza boda, kwanza kuna ile custom tax ambao nitalipia ya kuwa nimechukua vitu kutoka nje ya nchi. Sawa kabisa. Lakini sasa wakati ambapo na pack vile vyakula vyangu ili niweze kuviuza, wakati ambapo navilipia nauli ili viweze kufika sokoni, nitalipa 16% kwa mafuta. Zile bidhaa ambazo labda magunia ama pakiti ambazo nitapack nazo, nitalipia 16%. Katika zero rated nitaweza kuenda kwa KRA kudai ile ushuru ambayo nililipa nikinunua bidhaa hizo ili nirejeshewe. Kwa hivyo that cost sitaipelekea kwa consumer ama mwananchi. Lakini sasa tukitoa kwa zero rated tumeipeleka kwa tax exempt, inabidi unaipeleka kwa mwananchi. Hiyo gharama siwezi kuiclaim katika tume yetu ya ushuru KRA. Kwa hivyo hiyo gharama naipitishia wapi? Kwa mwananchi. Mwananchi nikimpitishia naye analima maziwa, hiyo maziwa inapanda bei automatically. Wako wananchi hapa watatueleza mengi kuhusiana na Nelly. Kwa kifupi tu. Nadhani nafanya. Tuko sawa. Ulikuwa umeniuliza swali kulingana na teknolojia na masuala ya manufacturing, agriculture na kadhalika. Kama tutawekeza zaidi fedha katika sekta hizo ama namna gani? Asante. Nadhani kwa kiwango kikubwa, kama vile nilikuwa nimeanza kusema, serikali hii iliingia na lengo au agenda lile la BETA, wanaita BETA, Bottom Up Economic Transforming Agenda. Na agenda yao moja ilikuwa teknolojia, kuhamasisha teknolojia. Kuna ile e-commerce pale, na ndio hata unaona katika zile proposals za budget na hata kwa finance bill yenyewe. Mswada huu unaleta hiyo issue ya ambapo serikali inataka sasa commissioner yule wa KRA kukuwa na ule mkubaliano na kampuni zingine ambazo zinatoa services kama hizi za teknolojia. For example, wanataka kuwe na mkubaliano ambapo hizi ni unapoziangalia kama vile mwenzangu ameelezea, kampuni nyingi hatuna zile byproducts. Kwa hivyo tunapata either ni unaendea nje au kampuni zenyewe zinakuja hapa. Kwa hivyo kupitia agreement kama hii ambayo serikali itakuwa nayo na kampuni hizi, kwa sababu wale wana benefit ni Kenyans, workforce yao iko Kenya. Kwa hivyo lazima pia tuone hiyo development ikirudi Kenya, isiende nje. Na ndio maana unaona serikali wanataka kukuwa na agreement na kampuni kama hizi ili mapato haya au kodi zile zinazotozwa ziweze kurudi hapa nchini. Nikirudi kwa bajeti, ukiangalia hizo estimates, makadirio hayo, kuna yale sekta ambayo yamepewa kipaumbele. Nikianza mali mwenzangu ameachia, elimu. Vijana wengi, wananchi wengi tunategemea kilimo for example. Hii Kenya kwa kiwango kikubwa pia tuna ile food basket. Some counties ziko food basket, na nashukuru sana mwenzangu aliweza kuguzia umuhimu wa bajeti ya county pia. Najua kwa kiwango kikubwa sasa hii tunaangalia bajeti ya national, but kuna zile devolved functions kama healthcare. Mwenzangu pale kwa mara ya kwanza alisema about UHC workers. County governments kutoka pale national government, there's an allocation of 132.4 billion ambayo 18.8 billion yaenda kwa healthcare workers, doctors, na wale UHC workers wenye mwenzangu alikuwa anaongelea. Kwa hivyo tunaweza kuona kule utofauti. Serikali kuu itatoa pesa lakini yaenda kwa county. Kwa hivyo pia ni jukumu letu kama wananchi au citizens kuweza kufuatilia bajeti huu. Hapo tunaposema for example UHC workers hawajapewa pesa imepewa, lakini najihitaji sisi twende kukagua ile account tuweze kujua UHC workers wamepewa ngapi. Asante sana. Wavinya, nije kwako kuhusiana na masuala ya teknolojia. Serikali hii ya Kenya Kwanza ilikuwa na kasi nyingi sana wakati wa kutaka kuimarisha ukusanyaji wa ushuru toka ilipoanza shughuli zake mamlakani mwaka 2023 baada ya kuchukua tamu za uongozi. Lakini teknolojia imekwamisha shughuli za kukusanya hela nyingi kupitia ushuru. Inabidi kuna wengine ambao hawatozi ushuru kabisa na wanafanya biashara. Kuna wengine wanakwepa kulipa. Sasa tueleze kama hayo ni masuala ambayo
yanatatiza kuweza kupatikana ama kukusanywa kwa fedha ambazo zinaweza zikasaidia bajeti pasi na kumkandamiza yule mwananchi ambaye amekuwa akitozwa ushuru na analipa na kutozwa ushuru zaidi katika masuala mengine kama bidhaa na kadhalika alivyosema Bwana Elijah. Swali lako ni swali nzuri sana, kwa sababu unapata shida kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya ni kikundi kimoja ndio kinalipa ushuru as compared to another group. Na hiyo ina bring a lot of friction between the working class, that is the government employees, au lazima walipe ushuru every month. But this other one, which is very unregulated, because teknolojia bado ni kitu ambacho tunapambana na tunajaribu, not only in Kenya but in the global spaces. They're trying to see how to tax technology well to ensure that it benefits the host countries and the countries that they're doing business with. Wavinya, chukulia mfano, kwa mfano katika sekta ya jua kali kuna mtu anaweza kulipa kupata leseni ya kufanya ile biashara, lakini serikali ile ambayo imetoa leseni ya mtu kufanya biashara inashindwa kukusanya ushuru kutoka kwa yule anayefanya biashara ya jua kali. Hayo ni mambo mawili ambayo tofauti hayaeleweki kabisa. Yes. Sasa hiyo ndio maneno hii budget ya 2025 ina try kushughulikia, to reduce a lot of administrative work from KRA, because that is also a very big loophole that we've had when it comes to tax implementation. The problem sometimes is not even how to tax or whom to tax. It's the administrative and bureaucracies that are always taking the center stage of all these processes. Yet it's supposed to be very linear, very open, and everybody is supposed to ensure that they pay taxes, and to what level and how, also accountability, transparency. Those are the things I think the citizen of Kenya are calling for. Asante. Nitakuja kwako Elijah. Kidogo tu nisikize maoni ya wananchi, manake pia wako pamoja nasi kutusaidia katika mazungumzo. Keti hapo ulipo, picha itakupata, lakini tueleze hisia zako kuhusiana na masuala ambayo tunayazungumzia kwa sasa hivi, bajeti, makadirio ya fedha ya mwaka 2024. Asante sana bwana. Weka karibu na mdomo wako tafadhali. Asante sana bwana Nimrod. Citizen na wananchi kwa ujumla. Kwa majina naitwa Lawio Yugi. Mimi ndio National Chairman bunge la wananchi. Najua kuna bunge la wazalendo. Karibu sana. Kuna la wananchi. Asante. Siku ya leo ni siku ya furaha sana ambayo mmetuletea mjadala karibu na sisi, tukiwasiliana maneno ya hii bajeti tunaenda kutangaziwa kule bungeni Jumanne. Sisi kama Wanakenya, wana bunge la wananchi, tumefurahia sana hii bajeti na tunasema ipitishwe. Kama kitu gani ndani ya bajeti kinakufurahisha ama kinakupendeza tofauti na ilivyokuwa mwaka uliopita, ambapo tuliona hali ilivyokuwa wakati wa mswada wa kifedha ukijadiliwa na hatimaye kupitishwa katika bunge la kitaifa? Asante sana bwana Nimrod. Tukiangalia hii bajeti ya saa hii tunaona kama mfanyikazi wa chini ambayo walikuwa katika ile bajeti ilipita walikuwa wanapewa allowance ya 2,000. Sasa hii tunaona allowance yao imeweza kupandishwa mpaka 10,000. Hayo tunaangalia PDM. Hayo tunaona kama tunajenga, serikali imeanza kujenga mwananchi wa chini. Tena kitu ya pili tunaangalia barabara zetu. Tumeona bajeti ya barabara imeongezewa kutoka 400 billion mpaka 700 billion. Na kila mahali road network ambaye kama ni mzuri katika nchi yoyote, tumeona nchi kama France, nchi kama Amerika kama ambayo wako na good road network. Hiyo nchi ni nchi ambayo iko na maendeleo, na maendeleo inafikia raia wa kawaida. Na kitu ya tatu tumeona na tena tunafurahia ni hii maneno ya matibabu vile imepangwa katika hii bajeti. Na ile ya mwisho ni maneno ya usalama. Katika ya usalama tumeona imewekewa bilioni 350 imeongezwa, na sana nchi ndio iendelee, usalama lazima iko imara. Sisi kama wananchi tutaifurahia kama nchi yetu iko na usalama ya kutosha, ndio tuweze kukabiliana na wahalifu ambayo wanaingilia katika nchi yetu. Na sana Wakenya wanataka vifaa za kisasa ndio waweze kulinda nchi yao. Ndio mwananchi wa kawaida wataweza kusaidika. Asante. Bado tunaendelea na mazungumzo. Mwenzako tambulisha jina lako. Kwa majina naitwa Kiberenge Robert. Ile kitu ningependa kusema tu ni kwamba
tumeguzia sana mambo ya bajeti, na kuna mswada ambao unaitwa mswada wa fedha ama kwa Kiingereza finance bill, ambao hatujaiangazia sana, kwa sababu hiyo bajeti lazima ikuwe na zile pesa zitatafutwa kwa njia gani ambazo zitagharamia hiyo bajeti. Ndio maana kuna mswada wa finance bill, na niliona Elijah akiguzia tu kidogo alipoongea mambo ya zero rating. Katika huu mswada wa finance bill kwa haraka sana wanapendekeza kubadilisha sheria 5: sheria ya income tax, sheria ya excise duty, sheria ya VAT, sheria ya miscellaneous fees and levies act, na sheria ya income tax. Hizo ni sheria 5 ambazo zinaletwa pamoja, zinaitwa finance bill. So ukisoma kuna sehemu fulani katika hiyo mswada wa finance bill ambazo ni za utata, na tungependa wakati huu waziri aweze kusikiza maoni ya wananchi na hizo sehemu ziweze kurekebishwa. Elijah alitaja moja ambayo ni sehemu ya utata, na kuna sehemu nyingine ambayo wanataka kubadilisha sehemu ya 59 1B ya Tax Procedures Act kuruhusu KRA kuweza kuingilia privacy, kuweza kuingilia siri. Wakibadilisha hiyo sehemu, KRA itakuwa na uwezo wa kuangalia siri za watu, M-Pesa, bank and so on. Kwa hivyo waziri aweze kuangalia hiyo iweze kuondolewa, kwa sababu kifungu cha katiba yetu article 31 inasema every citizen has a right to privacy. Hatuwezi kutumia sheria ya finance kubadilisha katiba ya Kenya. Sehemu nyingine ambayo ni ya utata ambayo tumeona wanataka kubadilisha ile kitu inaitwa first schedule of the VAT, kufanya hiyo, kutoa zile bidhaa ambazo ameongea, hizi electric bicycles, electric motor vehicles, na hizo bidhaa za vyakula ya wanyama, kuzitoa hapo kwa zero rating, waziweke kwa exempted, na hiyo itaweza kuongeza gharama. Na nitaje mwisho ni hii ambayo kubadilisha section 2 of the Excise Duty Act. Wakishabadilisha hiyo sehemu, digital services zitapigwa ushuru. Hapo awali imekuwa kwamba non-residential, wale watu ambao hawako Kenya, ambao sio wa Kenya, ndio wanapigwa tax ya digital services. So wakibadilisha hiyo sehemu ya Excise Duty section 5, watafanya kwamba digital services hapa Kenya zitapigwa ushuru, kama hii digital lending na hizi vitu vijana wanafanya kwa mitandao. Wakipata unazungumzia creative economy, sio? Creative economy. So kuna vitu mingi zimefichwa katika finance bill 2025 na lazima zibadilishwe. Na mwisho kabisa tungependa kuomba waziri, hii Tax Procedures Act iweze kubadilishwa, na pia Public Finance Management Act iweze kubadilishwa, kwa sababu kuna mfumo ambao watu ile inaitwa pin ya mtu inafungwa na KRA, ili anaambiwa lazima alipe arrears yake ya KRA ya tax ndio afunguliwe pin. So inabidi huyo mtu aende kule kutoa hongo ndio afunguliwe pin, ndio aweze kulipa arrears. Asante. Mengi umezungumzia, mtawapa wenzako nafasi pia waweze kujadili, lakini kwa sasa mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni kidogo. Tutakaporejea bado tuko hapa katika bustani ya Jivanjee kuweza kuzungumzia masuala ya mswada wa fedha mwaka 2025-26 na vile vile makadirio ya bajeti mwaka 2025-2026. Tuko hapa, tutaendelea kuzungumza mchana huu kuweza kufahamu mengi zaidi, na pia tutajumuika pamoja na wenzetu kutoka sehemu zingine za kaunti kuweza kujua hisia zao ni zipi wakati wanaposubiri hotuba ya Waziri John Mbadi siku ya Alhamisi.